Baraka za mwombaji. Baraka za mwombaji. Wakati mwingine una struggle, unapambana sana kupata kitu fulani. Kuna kitu unahitaji, kuna kitu unatamani uone kinatokea kwenye maisha yako. Unajikuta unatumia nguvu nyingi sana kwenye kukipata hicho kitu. Lakini wakati wa Mungu utakapofika na kueleza, hicho kitu utakipata kwa urahisi kama utakubali kukaa kwenye maombi. Hicho kitu utakipata kwa urahisi kama utakubali kukaa kwenye maombi. Yaani hata kama unaona unatumia nguvu nyingi sana, unapambana sana, una struggle sana, unahangaika sana kupata kitu fulani. Huenda unapambana kupata mke, unapambana kupata mme, unapambana kupata kazi, unapambana biashara yako itoke, unapambana kupata mtoto. Rafiki yangu, nakueleza, ukikubali kuendelea kukaa kwenye eneo lako hilo la kuomba na kumsihi Mungu, hilo jambo utalifanikisha kwa urahisi kabisa, kwa sababu ziko baraka za mtu anayekaa katika kuomba. Lazima Mungu afanye. Hata kama unaona unapitia jaribu kubwa sana kiasi kwamba unaona kwamba dunia nzima hakuna mwenye jaribu kama la kwako, nakwambia ukiendelea kukubali kukaa kwenye eneo lako la kumsihi Mungu na kumwomba Mungu, Mungu atahakikisha anaachilia baraka kwa ajili ya jambo hilo. Usikubali kurudi nyuma, usikubali kumwacha Mungu eti kwa sababu ya changamoto unayopitia. Endelea mbele, kuna baraka yako kubwa sana ambayo Mungu ameikusudia mbele yako. Wakati wa Mungu utakapofika, utaona jambo hilo likitokea, kwa sababu ziko baraka ambazo Mungu ameziweka kwa ajili ya watu wanaomlilia, watu wanaomuomba, watu wanaokaa mbele zake. Hebu tumwangalie mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Hana, muombaji aliyeomba kwa bidii, aliyekubali kung'ang'ana mbele za Mungu. Tuone alipata baraka gani. Inasema, ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Umeona, ikawa wakati ulipowadia. Rafiki yangu, usiache kuomba eti kwa sababu umeomba mwaka wa kwanza Mungu hajafanya, mwaka wa pili Mungu hajafanya, mwaka wa tatu hajafanya. Hapana, endelea kuomba, ziko baraka mbele yako. Rafiki yangu, ng'ang'ana. Hana huyu alilia sana. Kila mwaka walikuwa wakienda kuabudu, kila mwaka wanaenda kuabudu, yeye na mume wake pamoja na mke mwenza wakienda kuabudu. Maana Hana huyu ni alikuwa mke wa Elikana. Elikana alikuwa na wake wawili, Hana na Penina. Kwa kila mwaka walikuwa wanaenda kuabudu hekaluni, kama ilivyokuwa desturi ya Wayahudi kwamba kila mwaka wanakusanyika sehemu moja kumwabudu Mungu. Kwa hiyo kila mwaka walikuwa wakienda kuabudu, kila mwaka wanaenda kuabudu. Penina akawa anamchokoza mwenzake kwa sababu alikuwa hazai, alikuwa hajapata neema ya kuzaa. Lakini huyu mwanamke akang'ang'ana na Mungu, akamlilia Mungu, na ilifika mahali akamlilia sana Mungu. Na Biblia inatuambia wakati ulipowadia, Hana akapata mimba. Akachukua mimba, akazaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli. Na Samueli tunamjua. Samueli, hata hiki ninachosoma ni kitabu cha Samueli. Tunaelewa Samueli alikuwa muamuzi na kuhani baada ya Eli katika taifa la Israeli. Alikuja akazaa mtoto ambaye amekuwa mtu mkuu sana kwenye taifa la Israeli, ambaye historia yake hamna wakuja kuifuta kwamba huyu mtu hakuwahi kuishi. Mpaka leo tunasoma habari za Samueli. Kwa nini? Kuna mama mmoja alikubali kumlilia Bwana, alikubali kumwomba Mungu kwa nguvu, kwa bidii, kwa juhudi, akaleta mtoto ambaye amekuwa mtu mkuu kwenye taifa. Kuna baraka kubwa sana ambayo Mungu amekusudia juu yako. Mungu anaenda kuiachilia juu yako
kama utakubali kuendelea kukaa kwenye eneo lako la kuomba, kama utakubali kuendelea kung'ang'ana mbele za Mungu, utazaa mtoto atakayekuwa baraka kwenye taifa, kwenye kanisa, kwenye jamii, kwenye familia yako. Utazaa kitu ambacho kitakuwa baraka, hata kama sio mtoto, kama ni kazi, kama ni biashara, kama ni, utazaa kitu ambacho jamii itakifurahia, jamii itakipenda, kitu ambacho mpaka vizazi vya 4 vitaendelea kumtukuza Mungu kupitia wewe. Utafanya kitu chenye matokeo makubwa sana kama utakubali kuendelea kukaa kwenye eneo lako la maombi. Nataka nimalizie kwenye kusema mambo haya kwamba kuomba ni maisha ya kila siku ya muamini. Kuomba ni maisha ya kila siku ya Mkristo. Unatakiwa uwe mtu wa kuomba kila siku, lakini kuomba kunaleta matokeo chanya kwa muombaji, kwa jamii, kwa kanisa na kwa taifa. Kuomba kunaleta matokeo chanya, kunaleta mabadiliko mazuri kwenye jamii, kwenye taifa, kwenye kanisa na kwenye familia yako na kwako wewe mwenyewe. Ukiwa mtu wa kuomba, utakuwa mtu wa kuleta matokeo chanya. Nataka nikuombee neema ya Mungu itakao kuwezesha kuwa muombaji wa bila kukoma. Uendelee kukaa kwenye eneo lako la kuomba mpaka uhakikishe vitu vizuri vinazaliwa kwako, baraka zinatoka kwako, maji ya uzima, maneno ya uzima yanatoka kwako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba neema yako juu ya watu wako Bwana, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, juu ya huyu mmoja ambaye amekubali, amedhamiria, ameweka nia ya kweli na dhati ya kuomba bila kukoma, kuhakikisha mpaka matokeo chanya yanatokea kwenye maisha yake. Anazaa vitu vizuri, anazaa watoto wazuri, anazaa vitu vyenye kufanyika baraka, vyenye kuleta matokeo chanya ndani yake mwenyewe, ndani ya familia yake, ndani ya jamii, ndani ya taifa, hata ulimwengu wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana wangu na Mungu wangu kwa neema yako na upendo wako juu ya watu wako, itakawawezesha kusimama katika nafasi yao kuomba, kuhakikisha mpaka matokeo chanya yanatokea kwenye maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen.